Siku hii ya leo ningependa tuingie katika neno la siku. Ningependa tuangalie nyakati na sherehe kama vile tunaelezwa katika Biblia, na pia tujue, je, hizi sherehe ambazo tumeelezwa katika Biblia ziko na maana gani katika hii new dispensation, katika the New Testament. Bwana asifiwe. Sababu kulikuwa na nyakati ambazo Kristo alikuwa anapishana na Mafarisayo na Masadukayo, kwamba huyu amekuja kuondoa sheria, huyu amekuja kuharibu nini, na anawaambia hapana, mimi sijakuja kuharibu sheria, bali nimekuja kufanya nini? Kuitimiza. Bwana asifiwe. Na kuna zile shaka hata mpaka wa sasa pia bado tuko na shaka, ni vitu gani ambazo hazipo na ni vitu gani ambazo zipo, na kama zipo kwa njia gani? Bwana asifiwe. Kuna zile tukisoma katika Biblia, haswa katika Agano la Kale, kuna yale mikakati na mambo ambayo tunaelezwa kwamba haya na yafuateni haya. Lakini tunapokuja katika Agano Jipya hatuja kuwa tunayafuata. So swali inakuwa, je, na yalikuwa na maana gani wakati ule, na yana maana gani kwa sasa, ama kwa sasa hayapo? Bwana asifiwe. Kuna zile ambazo ziko tunazipata kwa ufanizi ama kwa ufasaha, kama kwa mfano ile hali ya kuchinja mwana kondoo ama hali ya sacrifices katika the Old Testament. Tunajua kwamba hizo sacrifices zenye zilikuwa katika the Old Testament zilikuwa zina point kwa kuja kwake Yesu Kristo, ambaye Yohana anatuambia kwamba ni mwana kondoo wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni mwana kondoo aliyetolewa na Mungu kwa ajili ya kuondoa dhambi. Si yule mwana kondoo ambaye alikuwa anatolewa na familia. Ilikuwa mtu akikosea, familia wanatoa mwana kondoo, ama kichwa cha familia anatoa mwana kondoo kwa ajili ya kuosha ile dhambi ya familia, ama dhambi yake, ama dhambi ya mtu yule yeyote. Lakini huyu mwana kondoo sasa ametolewa na Mungu mwenyewe. Na tunajua kwamba huyu mwana kondoo aliyetolewa na Mungu alitolewa mara moja na iliisha. Amemaliza dhambi zote. Inakuwa kwamba sisi ni kuamini katika ile damu iliyomwagika msalabani. So hiyo mara mingi kama Wakristo tunaielewa kwa ufasaha. But swali inakuja, je, na hizi siku ambazo Mungu alikuwa amesema kupitia Musa kwamba hizi siku ni takatifu, hakikisheni kwamba hizi sherehe ni takatifu, muendelee na hizi sherehe. So swali inakuwa kwamba hizi sherehe nazo ziliishia wapi? Ama ni nini ambacho ilichukua nafasi katika hizi sherehe? Ama hizi sherehe zilikuwa zinaelekeza kwa kitu gani? Bwana asifiwe. Kwa sababu chochote kile ambacho kilikuwa katika Agano la Kale, tukiliangalia vema tunapata kwamba kilikuwa kivuli cha mambo yajayo. So tukiangalia hizi sherehe nazo zilikuwa kivuli cha mambo gani? Ilikuwa kivuli cha vitu gani? Na ningependa tuanze kwa kufungua katika Biblia zetu katika kitabu cha Leviticus 23. Tunapata zile festivals ama sherehe ambazo Mungu alikuwa ameandaa kwamba hizi na ziangaliwe. Na tutakuwa tunaangalia moja baada ya nyingine kwa sababu kunazo kadha wa kadha. So tutakuwa tunaangalia moja baada ya nyingine, na ya kwanza ambayo ningependa tuanze kuangalia, tutaanza kuangalia kuanzia mstari wa 4, ambapo Biblia inasema kwamba these are the Lord's appointed festivals, the sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times. The Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. So hiyo ni sherehe ya kwanza ambayo Mungu anasema kwamba we need to proclaim at its appointed times. Na hii ni sherehe ya Passover ambayo tunaambia kwamba inaanza masaa ya jioni siku ya 14 on the 14th day of the first month. Siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Na tukisema mwezi wa kwanza hatumaanishi haswa ile Januari, lakini inakuwa kwamba ni mwezi wa kwanza wa mwaka kulingana na kalenda ya Biblia. Siku ya 14 ilikuwa ni siku ya Passover. On the 15th day of that month,
the Lord's festival of the unleavened bread begins. So kuna sherehe 2-3 zimeshikana hapa. Siku ya 14 jioni ni Passover. Siku ya 15 sherehe ya unleavened bread, mkate usiotiwa chachu, inaanza. For 7 days you must eat bread made without yeast. On the first day hold a sacred assembly and do not do regular work. So on the first day of the unleavened bread. So kumaanisha Passover ni siku ya 14. Siku ya 15 ndiyo siku ya kwanza ya unleavened bread, mkate usiotiwa chachu. So kumaanisha hiyo siku ya kwanza ilikuwa ni siku ya kupumzika, siku ambayo hawahitajiki kufanya kazi yoyote. Bwana asifiwe. For 7 days present a food offering to the Lord, and on the 7th day hold a sacred assembly and do not do regular work. So siku ya kwanza ni siku ya kupumzika, siku kama ya Sabato, alafu siku ya 7 pia ni siku ya kupumzika. Bwana asifiwe. So nataka tuende na hiyo kwanza, ambapo tunapata hapa kama sherehe 2 ama 3. Kuna ile the Passover na kuna the unleavened bread. So nikirudi nyuma kueleza kidogo ni kwamba hii Passover ilianza wakati walikuwa Misri. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli walipokuwa Misri, ilikuwa kwamba watoke katika utumwa. Na kutoka katika utumwa kwao haikuwa rahisi. Farao alikuwa amewakatalia kwa sababu walikuwa wanasaidia kazi. Na unajua ile hali ya kufanya kazi pasipo na malipo. So wana wa Egypt ama Farao akawakatalia wana wa Israeli, akasema hawawezi enda. Tunaposoma Exodus tunapata hizo zote vile kulitendeka. Na siku ya mwisho ndio kesho yake watoke, Mungu akaambia Musa, ambia wana wa Israeli wote wachinje mwana kondoo na waweke damu katika milango, ili malaika anapokuja kutoa adhabu kwa wana wa Egypt, akiona damu anajua huyu ni mtu ambaye ni mwana Israeli. Bwana asifiwe. So ndiposa hiyo usiku the firstborns, watoto wa kwanza ama wanadamu firstborns, pamoja na wanyama na mifugo zote firstborns, wakafa usiku ule. Na kesho yake Farao pamoja na Waegypti wakasema Waisraeli wafanye nini? Waende. Bwana asifiwe. Na hapo ndio tunapata the Passover. Kwamba Passover ni ile hali yenye mtu amesema, amedhibitisha kwamba mimi ni baadhi ya hii familia yenye nitakana tuwekwe huru. Na alikuwa anadhibitisha kwa njia gani? Kwa kuweka damu ya mwana kondoo katika milango yao. So ikawa kwamba kila mwaka inapofika siku ya 14 ya mwezi wa kwanza wanachinja mwana kondoo kwa ajili ya kukumbuka yale ambayo yalifanyika wakiwa Misri, na pia kuangalia mbele kuona vile Kristo atafanya nini? Atakuja. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie Numbers 28. Tuangalie mstari wake ni wa 16. Biblia inasema, on the 14th day of the first month the Lord's Passover is to be held. On the 15th day of this month there is to be a festival. For 7 days eat bread made without yeast. On the first day hold a sacred assembly and do no regular work. Present to the Lord food offering consisting of burnt offering of 2 young bulls, 1 ram and 7 male lambs, a year old, all without defect. So hapo chini naeleza tu kuhusiana na the sacrifices they were to carry on, ama they were to do during that period. Hebu tuangalie Exodus 12 verse 43. The Lord said to Moses and Aaron, these are the regulations for the Passover meal. No foreigner may eat it. Any slave that you have bought may eat it after you have circumcised him. But temporary residents or a hired worker may not eat it. It must be eaten inside the house. Take none of the meat outside the house.
Do not break any bonds. The whole community of Israel must celebrate. A foreigner residing among you who wants to celebrate the Lord's Passover must have all the males in his household circumcised. Then he may take part like one born in the land. No uncircumcised male may eat it. The same law applies both to native born and to the foreigner residing among you. Bwana asifiwe. So hapa kwa hii Exodus tunapata maelezo zaidi on who is supposed to participate in this Passover and unleavened bread. Kwamba yule mwenye si wa hii jamii hawezi shiriki. Na tukisema jamii tunaongelea kuhusu wana wa Israeli. Yule mwenye si mwana Israeli asishiriki. Na kama ni lazima ashiriki, then ni lazima pia afuate masharti ya wana Israeli. Na wana Israeli ilikuwa kwamba kama ni mwanaume ni lazima apate tohara. So Biblia inatuambia kwamba kama ni yule mwenye si mwana Israeli na pia anataka kujiunga nanyi, ni lazima akuwe amepashwa tohara. Amejiunga na hii jamii kikamilifu. Bwana asifiwe. So hii Passover si ya kila mtu, bali ni ya wale wa hii jamii na wale ambao wamekubali masharti ya jamii. Bwana asifiwe. So hii ilikuwa ni mtazamo wa mambo ambayo yanakuja. Hebu tuingie katika kitabu cha Yohana 11 na tutasonga chini tuanzie 55. Biblia inatuambia kwamba when it was almost time for the Jewish Passover. So hizi ni nyakati za Yesu Kristo amekuja. So bado kulikuwa na ile sherehe ya Passover. Miaka mingi imepita lakini kulikuwa na bado na hiyo sherehe ya Passover. So when it was almost time for the Jewish Passover. Na kulingana na vile masharti ilikuwa kwamba wakati wa Passover ilikuwa watu wakuje wapi? Jerusalem. Kwa ajili ya kusherehekea Passover. So when it was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before the Passover. So walikuwa naenda Yerusalem wajitakaze, wajiandae kwa ajili ya Passover. They kept looking for Jesus, and as they stood in the temple courts, they asked one another, "What do you think? Isn't he coming to the festival at all?" Hapa walikuwa wamejua Yesu, wamemuona Yesu akifanya miujiza, akifunza, akitembea, na wanakuja Yerusalemu, imefika karibu Passover na hawamuoni Yesu. Wanaanza kuulizana, kwani hakuji? Bwana asifiwe. Isn't he coming to the festival at all? But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him. Bwana asifiwe. So hapa Wayahudi walikuwa wamesema yeyote akiona Yesu mtuambie ili tufanye nini? Tumshike. Na nyakati za Passover zinafanya nini? Zinakaribia. Bwana asifiwe. So katika hali yao hawakujua ni nini wanakifanya. Lakini kulingana na the ceremonies ni kwamba mwana kondoo inatakana afanywe nini? Achinjwe. Na siku za kuchinja mwana kondoo zimefika. Shida ni kwamba hawajui huyu mwana kondoo ni nani. Lakini Yohana alikuwa amesema hapa awali, akisema kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu. Bwana asifiwe. So zinapofika watu wanaulizana, na Mafarisayo pia wamejitayarisha. Yaani hii ni kama umeandaa familia, umesema hii imefika wakati wa kuchinja kondoo. Mkiona kondoo ikikuja hapa fanya nini? Shika. Na hata kondoo haikuangi hivyo mara mingi, kuku. Unajua kuku inaweza kuwa iliachiliwa na inatakana mshike. So watoto wameambiwa mkiona kuku ikiingia tu kwa nyumba, funga mlango na mfanye nini? Mshike. Kwa sababu masaa yake ya kuchinjwa imefanya nini? Imefika. So masharti pia imetolewa na Mafarisayo kwamba yeyote akiona ile kondoo afanye nini? Atuambie. Lakini hawajui kwamba wanaandaa kuchinja mwana kondoo. Bwana asifiwe. Na hii ndio the mysteries yenye Paulo anatuambia katika Biblia. Kwamba wale ambao walikuwa naelewa wanajua kwamba huyu ni lazima afanye nini? Asulubiwe. Na siku za kusulubiwa zimefika. Ndio hii Passover inakaribia. Tukiingia katika mstari wa 12 ama mlango wa 12,
Yesu anaanza kutueleza kikamilifu vitu mingi sana. Anaanza kuwafundisha wanafunzi vitu mingi sana. Anaongelea kuhusu faith, believing, anaongelea kuhusu kufa kwake na kufufuka. So anajaribu kuwaambia, but sasa hawaambii directly kwamba Passover imefika na mimi ndiye mwanakondoo, lakini anawaeleza vitu kadha wa kadha. Anawaeleza kwamba you need to believe in me. I'm the way. Bwana asifiwe. Kwamba if you are part of this family, then join the family. And how do you join the family? By believing that Christ is the way. So this Passover is not going to be for everybody. But Christ is trying to introduce people to the conditions for them to belong to the family. Sababu hii kondoo, hii nyama ya Passover ama hii chakula ya Passover si ya wote tu kukula. Kuna masharti lazima wafanye nini? Watimize. So Kristo pia anajaribu kuleta hiyo masharti. Anaanza kuambia wanafunzi yale masharti ambayo yafaa watimize. Hebu tuangalie zile vifungu. Hapa ndio tunapata yule mwanamke anampaka mafuta kwa ajili ya kumuandaa for the hour, because the hour has come. And the hour has come because the timing of the Passover has come. Tukiingia katika 23 verse, John chapter 12 verse 23, Yesu anatuambia kwamba the hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So anaanza kupatiana zile conditions that whoever serves me will be part of this meal, will be part of this family. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name. Bwana asifiwe. So siku zimekaribia, the hour has come. And Yesu anaelewa vema kwamba ni lazima mwanakondoo afanye nini? Akuwe sacrificed. Na ndiposa anasema kwamba it is heavy upon him, but it is just for this particular reason that he was born as a human being. Hebu tuende John 19 verse 31 and 42. So tukifika kwa John 19, hapo ndiyo tunapata sasa Yesu Kristo amesulubiwa. Baada ya kueleza mambo mengi, ni nini haswa mtu nitakana afanye ili apatake of the Passover meal. Bwana asifiwe. In the Old Testament ilikuwa tu kwamba bora ukwe mwana Israeli, na yeye kama si mwana Israeli ni lazima ukuwe umepashwa tohara. Lakini hapa Yesu Kristo anasema sasa si kupashwa tohara tena, si kuwa mwana Israeli tena, but ni kuamini katika Kristo. Na ndiposa tunajumuishwa katika hii familia to partake of the Passover meal. Verse 31. Now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Bwana asifiwe. It was the day of preparation because it was the 14th day of the first month. Siku yenye inafuata, it was supposed to be a day of rest. Tukikumbuka vile tuliambiwa in the Old Testament kwamba 14th ilikuwa kuchinja mwanakondoo, 14th jioni, 15th ni siku ya kufanya nini? Ya kupumzika. So hapa pia tunaambiwa now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Ile siku ya kupumzika ya the first day of unleavened bread. Because the Jews leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. So ilikuwa kwamba kesho yake ni siku ya Sabato, ni siku ya kupumzika kwa sababu it is the first day of the unleavened bread. So akasema hao watu wasikae msalabani, waacha tumalize wakufa haraka tuwazike, ndio kesho siku ya kupumzika hatakani tufanye nini? Tufanye kazi.
Bwana asifiwe. Lakini katika kufanya haya yote hawajajua kwamba mwanakondoo ameshachinjwa. Sasa wanajiandaa the following day kwa unleavened bread. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu gani? Hao fikra yao ilikuwa tu ni kondoo, kuchinja kondoo, lakini hawakuwa wameunganisha zile vitu zilikuwa zinatendeka na ile hali ambayo walikuwa wameambiwa kwamba hii is a ceremony. Hawakuwa wamepata ile maana katika ile ceremony. Bwana asifiwe. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus and those of the other. But when they came to Jesus and found he was already dead, they did not break his legs. In the Old Testament walikuwa wametuambia do not break any bone. Bwana asifiwe. So they are just fulfilling the Bible without even noticing it. Bwana asifiwe. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. The man who saw it has given a testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. These things happened so that the scripture will be fulfilled. Not one of his bones will be broken. Bwana asifiwe. And as another scripture says, they will look on the one they have pierced. So hapa the scriptures are being fulfilled. But they are fulfilling the scriptures without knowing it. Bwana asifiwe. Na hii ndiyo inakuwa swali kwetu sisi. Je, inaweza kuwa pia tuna fulfill scripture na hatujajua how we are fulfilling them? And you know they are being fulfilled at the very period that the Passover was supposed to be carried out. Verse 38. Later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jews' leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been laid, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Bwana asifiwe. So ikabidi wamuzike ile jioni kwa sababu kesho yake haitakani wafanye kazi. And in the process, they have just finished sacrificing the Passover lamb, without them knowing they have sacrificed the Passover lamb. Nicodemus and Joseph are burying Jesus without knowing that they are laying to rest the Passover lamb. Bwana asifiwe. So with that, the Passover ceremony was fulfilled. Ikatimizwa. Kwamba sasa Passover, we no longer sacrifice the lamb, because it was already sacrificed. We only believe in the lamb. And if we don't believe in the lamb, we don't belong to the family of those ones who will be passed over. We are doomed for destruction. Bwana asifiwe. If we don't belong to the family, then destruction is coming for us. If we belong to the family, we are protected by the blood of the lamb. And what are the conditions of belonging into the family? Believing in Jesus Christ. Bwana asifiwe. So leo hii tukisherehekea Passover ni kujikumbusha vile Kristo alitufanyia. Bwana asifiwe. Na hii inakuwa kwamba wana wa Israeli walikuwa waambia fanyeni hizi vitu ili watoto wanapouliza mbona tunafanya hii, mnawaeleza haya mambo. Praise God. Unajua unaweza enda mahali unapata wanafanya kitu fulani, alafu siku moja unauliza na mbona wao mnafanya hiki kitu. Inakuwa ni an opportunity to explain, to expound on that particular event. So inakuwa kwamba siku kama hii ikifika ya Passover, ni sisi kukaa chini na tuanze kuelezana haya mambo.
ili hata mtoto mdogo ajue, kumbe ilikuwa hivi, na Yesu Kristo is our Passover lamb. So that is the Passover. Nataka turudi Leviticus, tuchukue another feast, which is the first fruits. Lakini kabla hatujarudi kuchukua the first fruits, swali inakuwa kwamba sisi kama kanisa, je, huwa tunachukua ile nafasi? Ndio, tunajua kwamba kila Jumapili, kila wakati, kila siku tunajikumbusha kuhusiana na Kristo. Bwana asifiwe. Kuhusiana na what the lamb did for us. But do we have a special day yenye tunajua kwamba now this was the period in which it was done? Na je, tunasherehekea kwa kukumbuka how it was? Na sababu ya kusema hivi ama ya kuuliza hivi ni kwamba kuna wale watu ambao walikuwa na timiza haya maandiko pasipo wao kujua. Na si kwamba hawakuwa wanajua sherehe ya Passover, walikuwa naijua, lakini hawakuwa wanajua maana yake. Bwana asifiwe. Na ndiposa wana sacrifice the lamb without knowing they are sacrificing the lamb. So sisi pia tusipoingia na tupate hizi maana, kwa sababu kuna zile zenye hazijatimizwa bado. Kuna zile festivals ama zile feasts zenye hazijakuwa fulfilled. So when they will be fulfilled, will we know? Ama tutakuwa kama wale Wayahudi pia tunapatiana orders kwamba we need to do this and this and this, na tunajipata on the wrong side of history. Bwana asifiwe. Turudi Leviticus 23. Na hii nataka tusome Leviticus 23 from verse 9. Praise God. So here ni the feast of the first fruits. Na Mungu anasema kwamba anaambia wana wa Israeli, mtakapoingia katika nchi ya ahadi. Watakapoingia katika nchi ya ahadi wataanza ukulima, watakuwa na mazao na kila kitu. Na Mungu akawaambia, mkivuna mazao, msianze kula kwanza. Bwana asifiwe. Leta yale mazao yenye yamekuwa tayari ya kwanza, the first fruits, yale ya kwanza kabla mjakula. Na the day after the Sabbath, na unajua hii ni during the unleavened bread. So kumaanisha hii ceremony ya Passover na unleavened bread ilikuwa inafanywa wakati ambapo mazao yamekuwa tayari. Bwana asifiwe. Mazao yakiwa tayari. Na anawaambia kwamba wakati ule, kwa sababu kuna ile siku ya Sabato, na hapa sasa mtaniruhusu nitumie mfano. Na nitumie mfano gani? Siku ya Sabato ni siku gani? So tuende na Sunday. So Sunday ndio the Sabbath day. So kumaanisha hii wakati ambapo kuna hii duration ya unleavened bread na ifike Sunday, sitakuwa ni siku ya kupumzika. So assuming imeanza Thursday, ndio ilikuwa the 14th day, then inamaanisha Friday itakuwa siku ya kupumzika, kwa sababu ni siku ya kwanza ya the unleavened bread. Then Saturday watu waende shughuli zao, but Sunday ikifika wakati wa Sabbath, watu wafanye nini? Wapumzike. Bwana asifiwe. So hapa first fruits inatuambia wakati mtapumzika the weekly Sabbath, then the following day. So the following day, kama tunachukulia Sabbath kwa Sunday, the following day ni siku gani? Monday. So Monday ilikuwa priest achukue ile first fruits ya wana wa Israeli. Wamekuja, unajua kila mtu ameenda Yerusalemu. So kila mtu akienda, mwenye alipanda mahindi amebeba first fruits ya mahindi, mwenye alipanda mtama amebeba hiyo first fruits, mwenye alipanda maembe ameenda nayo, ama whichever crop yenye alikuwa amefanya nini? Amepanda. Wanapatia priest, na priest is to wave it before the Lord. Bwana asifiwe. Na hiyo ndiyo ilikuwa sherehe ya the first fruits. Mazao ya kwanza. It was to be waved before the Lord after the Sabbath, after the weekly Sabbath, during the unleavened bread. So ilikuwa ni sherehe ya wiki mzima, lakini katikati hapa kulikuwa na vitu mingi za kufanya. So wana wa Israeli walikuwa wanafanya hii kila mwaka. Wanafanya hii kila mwaka, wanafanya hii kwamba usikule chochote, usikule mazao mpaka lazima tupeleke priest a wave before the Lord. Hebu tuende John chapter 20.
tumerudi tena John, wakati Yesu Kristo amefanya nini? Amezikwa. Na Biblia inatuambia kwamba early on the first day of the week, Bwana asifiwe. So sabato imepita, the seventh day imeisha, so imeanza siku ya kwanza, very early in the morning. So kumaanisha hiyo siku ndiyo ilikuwa pia the priest was to wave the first fruits. Ile mazao ya kwanza, the priest was to wave them before the Lord. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciples, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." Bwana asifiwe. So Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. They did not understand from Scripture that Jesus had risen from the dead. So wanajaribu kuangalia, but they cannot find him in the tomb. Hebu tuteremke chini to verse 15. So as Mary Magdalene was weeping, akaona mtu hapo nje, na huyo mtu akamuuliza, he asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" So ameona mtu, na huyo mtu anamuuliza, "Why are you crying?" Thinking he was the gardener, she said. So now the woman thought that this person who is asking me questions is the gardener. So hata anaweza kuwa na ufahamu hii mwili imepelekwa wapi. Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, so Mary akamfahamu. Akajua, kumbe huyu ndiye tunafanya nini? Tunatafuta. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." So Yesu akamwambia, usiniguze, sababu sijaenda kwa Baba bado. Enda ambia ndugu zangu kwamba mimi naenda kwa Baba yangu, ambaye pia ni Baba yao. Bwana asifiwe. So he is the first to resurrect, to live forever. Bwana asifiwe. Unajua Lazaro alifufuliwa kutoka kwa wafu, lakini baadaye alifanya nini? Alikuwa Lazaro ama alikuwa Lazaro? Baadaye alikuja akakufa. Lakini Yesu amefufuka to live an eternal life, the first one to resurrect. So he is actually the first fruits of the resurrection. And as the festival was starting, the first fruits were to be waved before the Lord. Bwana asifiwe. So ndiye anamwambia usiniguze, because I'm yet to be waved before the Lord. I'm going before the Lord first, then I will come back. I have to present myself before the Lord. The first fruits have to be presented before the Lord. So ndio amefufuka, na amefufuka on the very exact day that the first fruits are to be waved before the Lord. Bwana asifiwe. So if the Jews were celebrating these festivals well knowing what is happening, hapo utaanza kuconnect dots na usema hapana, there is something going on. So akaambia Mary, do not touch me. Let me ascend to the Father first. Let me go and be waved before the Father. Na baadaye ukiteremka chini, baadaye anaruhusu hata Tomaso anafanya nini? Anamguza. Sema guza katika alama. Praise God. Meaning the ceremony is over. He has presented him before the Lord, and he is now back. Praise God. Sasa mko huru
kukula chakula kwa sababu the first fruit has been waved before the Lord. And that is the festival of the first fruit. So it was also fulfilled by the resurrection of Jesus Christ on the very first day of the week, which was the day of waving the first fruits before the Lord. Bwana asifiwe. So yeye alitutangulia kufufuka as the first fruit to live forever. Sisi tutamfuata. When our time comes, we will also resurrect. Praise God. Kunayo sherehe ingine ambaye inaitwa the festival or the feast of weeks or the festival of weeks. So pia tutaipata katika Leviticus. But kufikia pale, the question before as we continue, we'll be asking ourselves questions. So swali inakuwa, je, were these ceremonies done away with, or it is important for us to understand what was going on? Kabla hatujaendelea, unajua wengine wanasema mbona tunakaa kwa Old Testament, vitu zenye zilifanya nini? Zilipita. But they are the shadows of what is to come. Hiyo ndiyo misingi. Bwana asifiwe. Unajua kuna, labda nikitumia tu mfano mwingine, ni kwamba ukiangalia katika different communities, especially hizi zetu za Kiafrika, kuna various seasons. Kuna mambo tofauti tofauti yenye huwa yanafanyika. Saa hizi ukienda mahali fulani, kuna watu wameingia msituni kwa ajili ya kupashwa tohara na nini. Na ukikutana nao unajua this is their season. Lakini mwaka kesho ukikutana na wao wasema hapana, hawa ni watu gani? Hii si mwaka ya hizi sherehe. Hawa ni kina nani? Bwana asifiwe. Ukienda area zingine utapata kwamba inakuanga baada ya miaka 2 na ni mwezi fulani. So ukisikia nyimbo fulani huo mwezi unajua huyu anaenda kupashwa tohara. Lakini ukisikia hiyo wimbo mwaka yenye si kupashwa tohara, mwezi yenye si kupashwa tohara, kwani kunaendelea nini? Kwa sababu haukuitarajia wakati ule. Bwana asifiwe. So hizi vitu pia ni kwamba Yesu anazitimiza, na anazitimiza kwa nyakati zake. Na hapa ndiye inakuwa kwamba yule mwenye, kama wangekuwa wameielewa Biblia, wangejua ni nini kinaendelea. Lakini hata the disciples baada wakumbuki kwamba Yesu alifanya nini? Alikuwa afufuke. Bwana asifiwe. Hiyo haingii katika akili yao. Na hiyo ndio huwa najiuliza, unajua sisi leo hii tuko in a better position, tunasoma hizo vitu za nyuma na tunajua ni nini kilikuwa kinaendelea. Lakini leo hii pia kuna mambo yanatimia. So sijui kama tunaelewa yenye yanatimia, ama pia vizazi vingine vitakuja na waanze kujiuliza, na hao watu walikuwa wajinga namna gani? Kwani hii mambo yalikuwa yanatendeka na hawaoni? Kwa sababu hao watakuwa wamepata a full picture. Leviticus 23, na kwa Leviticus 23 tuanzie 15, ambapo Biblia inasema from the day after the Sabbath. Bwana asifiwe. So ile first day of the week yenye mna wave the first fruits, ama yenye tuna wave the first fruits, kuanzia hiyo siku, from the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of wave offering, count of 7 full weeks. So ni kuhesabu siku ngapi? Wiki ngapi? 7. 7 full weeks. Count of 50 days up to the day after the 7th Sabbath. So ni kuhesabu wiki 7. So kama vile tulichukulia mfano kwamba assuming Sabbath ni Sunday, so tunahesabu Sunday ngapi? 7. Hii itatupatia 49 days. Alafu hiyo Monday yenye nafuata, the first day of the week after the 7th Sabbath, hiyo sasa ndio tunaongelea. Count of 50 days up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of the new grain to the Lord. Bwana asifiwe. An offering of the new grain to the Lord. Ile ingine ilikuwa first fruits. Saizi it is the new grain. Bwana asifiwe. Tukichukulia mfano wa, hatusemi walikuwa wanapanda mahindi, lakini tuchukulie mfano wa mahindi, then inamaanisha ile siku ya first fruits tulipeleka ile mahindi imeiva, lakini haijashagwa into grain, into unga, tulipeleka so that it is waved before the Lord. But after 7 weeks,
we now take the new grain, ile unga mpya. Unga mpya inaitwaje kwa Kiswahili? Kwa mother tongue najua tuna majina. Na kwa Kiswahili Simon najua ajui unga mpya mother tongue. Kwa mother tongue unga mpya kwenu inaitwaje? Na habari. So ile unga mpya ya mahindi ambayo imevunwa sasa. Bwana asifiwe. That new grain. Count off 50 days up to the day after the Sabbath, and then present an offering of the new grain to the Lord. From wherever you live, bring 2 loaves made of 2/10 of an ephah of the finest flour, baked with yeast, as a wave offering of the first fruits to the Lord. Bwana asifiwe. Sasa hii itengenezwe into loaves. So kwa sababu tulikuwa tumetumia mfano wa mahindi, tuseme sasa ile tengeneza ugali ya mahindi mpya and take it before the Lord. Praise God. Present with this bread 7 male lambs, each a year old and without defect, 1 young bull and 2 rams. They will be burnt offering to the Lord, together with the grain offerings and the drink offerings, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. Then sacrifice 1 male goat for a sin offering, and 2 lambs each a year old for a fellowship offering. The priest is to wave the 2 lambs before the Lord as a wave offering, together with the bread of the first fruits. They are a sacred offering to the Lord for the priest. On that same day, you are to proclaim a sacred assembly and do no regular work. This is to be a lasting ordinance for the generation to come wherever you live. When you reap the harvest, so kuanzia verse 22, inaanza kuongelea now harvesting. Bwana asifiwe. So it's like now the harvesting is now fully going on. Ile kuvuna sasa inaendelea. Praise God. So inaanza kuongelea kuhusu harvesting and how we are to harvest. So swali inakuwa, je, has it been fulfilled or is yet to be fulfilled? Ile yenye we are now presenting the new grain. Initially we presented the first fruits, but now we have to present the new grain and continue with the harvesting. Uvunaji uendelee sasa. If we go into the New Testament, wakati Yesu Kristo anafufuka, anawaambia wanafunzi wake, na mngojee the helper. Praise God. Msiendelee na kazi kwanza, ngojea. When the helper will come, he will teach you many things and he will lead you into the truth. Hebu tufungue katika kitabu cha Acts chapter 2. Na hii Feast of Weeks pia ilikuwa inaitwa Pentecost. The same ceremony pia ilikuwa inaitwa Pentecost. Siku ambayo we were to present the new grain before the Lord, and the harvesting was to take off. Bwana asifiwe. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Unajua hii pia tulikuwa tumeambiwa in the Old Testament kwamba ni siku ya kupumzika. Usifanye kazi, pumzika, because it is the day that we are taking new grain before the Lord, and is the day that we are preparing the harvest. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Able to end verse 14. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Tangu Yesu Kristo afufuke apae kwenda juu, it is the first time the disciples are addressing the crowd about what happened. Bwana asifiwe. So tunaposoma hiyo ni ile the testimony that Peter was giving, verse 40. With many other words he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Bwana asifiwe. So the harvesting has begun. 3,000 have been harvested on the first day. They have been presented before the Lord.
that hii pia ni mazao kutoka kwa shamba lako. Bwana asifiwe. And the harvesting continues from there. Ukisoma Acts, tukisoma the letters, tukisoma the epistles and everything, the harvesting is continuing. Bwana asifiwe. So it has been presented, the grain offering has been presented before the Lord. And it was presented in form of 3,000 people. Wanaokoka hiyo siku. And they join the family. And the harvesting continues. Wengi zaidi pia wanaendelea kuingia katika the family. But it's like the disciples walikuwa wameambiwa msianze hii kazi kwanza until you will get the helper. And the helper comes on the very day yenye even in the Old Testament walikuwa nasema sasa you have presented whatever grain you have presented, you are now free to harvest, and as you harvest do ABCD. Hapana tu vuna mahindi ovyo ovyo. Hii ndio mikakati ya kufuatwa. Bwana asifiwe. So this one is also fulfilled. But hebu turudi kwa Joel, kwa sababu katika hii message yenye Peter anapatiana, Peter is quoting the prophet Joel. So Joel anatuambia kwamba on that day the Lord will pour out the Spirit on people, on young men, on old men, on all categories, men and women. Atamwaga Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu atamwagwa kwa ajili gani? Tukiangalia an example in Acts, walipopata Roho Mtakatifu, it was now the time to go out and begin the harvest. And begin telling more people to come into the family. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio tunaendelea nayo mpaka wa sasa. But pia hapa tukiangalia Joel anatuambia kwamba this will also happen before the dreadful day of the Lord. Praise God. Before that dreadful day of the Lord, this will again happen. Na kuna jambo lingine ambalo pia labda tukiconnect na hii tunaweza ielewa vyema ni kwamba katika Biblia wana wa Israeli walikuwa wanaambiwa kwamba kwa miaka 6 lima shamba yako. Mwaka wa 7 usifanye nini? Usilime. Bwana asifiwe. So Jeremiah akasema, kaambia watu, na mtajiuliza na mwaka wa 7 tutakula nini? Kama hatutalima tutakula. Lakini Mungu anasema kwamba mwaka wa 6 atapatiana mazao ya kutosha yenye itasustain mpaka hata mwaka wa 7 usipolima utakuwa na mazao ya kutosha. Bwana asifiwe. Kumaanisha kama kila mwaka huwa tunapata mvua ili tukue na mavuno, ya mwaka wa 6 itakuwa double. Bwana asifiwe. It will be a double portion to prepare us for the 7th year. Wakati wana wa Israeli walikuwa jangwani, wakati walikuwa na okota maana ama wanakusanya maana, walikuwa naambia unachukua yenye na kutosha kwa siku moja. Lakini siku ya 7, siku ya 6 chukua mara 2. Unachukua ya siku ya 6 na pia uchukua ya siku ya 7. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio kuna wadadisi wa mambo wanasema kuna the earlier rains na kuna the later rains. Na wanasema the latter based on this wanasema ni mingi so that it can carry us through the 7th year. Bwana asifiwe. So before that day of the Lord, Isaiah anasema the year of the Lord. Before the year of the Lord tutapata pia Roho Mtakatifu. Na hii ni maoni yangu kwamba it will be in a double portion so that it carries us through the year of the Lord. Bwana asifiwe. Sababu the year of the Lord hiyo ni mwaka ya Bwana. It is the day of the Lord. We are supposed to rest. Haitakani tuende shambani. But yale mazao tutapata the year before, mwaka wa 6, itatutosha. Itatulisha mwaka wa 6, itulishe mwaka wa 7, mpaka vile tutapanda tena mwaka wa 8. Praise God. Yesu akatoa parable akisema kwamba kulikuwa na watu 10. 5 walikuwa wajinga, 5 walikuwa werevu. Wenye walikuwa werevu waliweka mafuta ya kutosha. Bwana asifiwe. Hao wengine hawakuweka mafuta ya kutosha. Wakati wanasema sasa imefika bwana harusi anakuja, wenye hawana mafuta taa zao zinazimia. Bwana asifiwe. Lakini wenye walikuwa na agipa
wanasema waliingia katika sherehe na mlango ikafanya nini? Ikafungwa. So inatuambia kwamba hii mwaka ya 6, it will be in plenty, yes. Mazao yatakuwa in plenty. Lakini tukianza kuuza hiyo mazao tununue nguo, tukianza kuuza tununue viatu, itafika mwaka wa 7 hatuna chakula. Praise God. But yule mwerevu atajua kwamba hii kitu imekuja in plenty and we need to keep it. Praise God. We need to spare it because it will carry us through the year of the Lord. Mtoto akisema tuuze tununue nguo ya Christmas, ambia unajua mwaka kesho hatufanyi nini? Hatupandi. So we need to save this. Hii mafuta tuweke. Praise God. And God is faithful. Challenge tu yenye tuko nayo ni kwamba kwa sababu huwa hatusherekei hizi miaka na hizi siku, hatutajua. We get things in plenty, but tuna relax tu kwa sababu hatujui kwamba mwaka kesho ni mwaka ya Bwana. This is the year of the Lord. So ile yenye tunapata, tunafanyia mambo ingine pasipo kujua kwamba ni siku ya 6 na lazima maana tuchukue mara 2. Si tunachukua mara moja tu. Ikifika siku ya 7 unaenda nje, hakuna maana. Na hapo ndio Yesu akasema hao walikuwa wapumbavu, hawakuweka mafuta. Praise God. Sababu Yoeli anasema hapa, it will be poured out before the year of the Lord, before the day of the Lord. The Holy Spirit will be poured out. But kama tutajua, then tutajua ni kwa nini huyu Roho Mtakatifu amemwagwa. We will know that now this is the year that we have to do the harvesting. This is the year that we have to prepare everything, for the day of the Lord is coming. The year of the Lord is coming. Bwana asifiwe. Siku yenye maana haitakuja. But sasa tukiulizana leo hii, kwa sababu sisi tumeacha hizi vitu, hatujui haya majira, hatuna ufahamu. Ikikuja ndio tutaona kwa nini mara hii watu tunaona vitu vya ajabu, vitu miujiza na nini. Mungu amefungua milango. Tutasema Mungu amefungua milango, lakini hatujui ni kwa nini hii milango imefunguliwa. Hatujui ni kwa nini everything now is in plenty. The grace is in plenty. Everything is in plenty. The word is in plenty. Na kila kitu we may not know. Ndio tutajua ndio kuna plenty, but ile yenye hatuna ufahamu ya kukusanya na kuweka kwa ajili ya siku ya Bwana. So ile siku ya Bwana itakapofika na kukauke, Bwana asifiwe, kukauke, hapo ndio sasa mwenye akipa anaendelea kutumia akipa polepole tu akingoja. Mwenye hana akipa, sasa hapo ndio tunasema ni mpumbavu. Sasa ni kujaribu kutafuta neno, na tunaambiwa katika Biblia kutakuwa na njaa, na si njaa ya chakula bali ni njaa ya neno. Bwana asifiwe. Because God is faithful. But sisi hatuna ufahamu wa kujua. Tunakuwa kama Mafarisayo, wanapanga kumuua Yesu na hawana ufahamu kwamba they are sacrificing the Lamb of God. Bwana asifiwe. So haya mambo hayana budi kutukia, yatatukia. Lakini wakati yanatukia, je, tutakuwa na ule ufahamu kwamba imefika wakati to explore and to do more? Kristo anasema you will do more than what you see me doing. So when that time comes, tutalala ama tutajua this is the year that we have to work. Because the next year we are not going to work, it is the year of the Lord. So kama ni kutembea usiku na mchana, we know that let's do these things this year, because there is no any other opportunity. Na si kwamba Mungu ni mbaya, bali ametupa timetable, anatuambia mwaka wa 7 hautalima. Siku ya 7 hata wana wa Israeli wenye wao kukusanya yote siku ya 6, the 7th day walienda nje wa kutafuta mana, hawakupata. Sema na leo mbona hakuna? Na Mungu alikuwa ameambia siku ya 7 sitaleta mana. Praise God. So this is also a feast, and we expect, hii ni mtazami wangu, we expect it to happen on the very day of Pentecost that it happened sometimes earlier. Ndio huyu Roho amwagwe in plenty, more than what we have now. Unajua yenye tuko nayo sasa hii, neema inatutosha. It can sustain us for the period that we have.
ikifika kesho yake we will get another one. But hii wakati ikifika, the Lord knows that this one I'm supposed to give in plenty to cover. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie moja tena, na I think tutakwamia kwa hiyo moja. Zitakuwa zimebaki kama 2 ama 3, ama kama nitaruhusiwa kuendelea pia itakuwa sawa. Turudi tena Leviticus 23. Hapo ndio tunarudi kwa misingi tukikuja mbele. Na kwa ile Leviticus 23 tupate 23 ambayo inaitwa the Festival of Trumpets. The Lord said to Moses, say to the Israelites, on the first day of the 7th month. So saizi tumetoka the first month tumeenda the 7th month. Hizi zenye tumeongelea 3 ama 4 zilikuwa the first month and then 50 days after the first fruits, ambayo inatupeleka 50 days inatupeleka karibu 2nd ama 3rd months there. And then kunakuwa na kimya hapo katikati, hakuna festivals, kunakuwa na kimya. Then ikifika mwezi wa 7, the first day of the 7th month, tunakuwa na the Feast of Trumpets, the Festival of Trumpets. The Lord said to Moses, say to the Israelites, on the first day of the 7th month, you are to have a day of Sabbath rest, a sacred assembly commemorated with trumpet blasts. So ikifika mwezi wa 7, siku ya kwanza ni siku ya kupumzika na ni siku ya ku blow the trumpets. Do not do regular work, but present a food offering to the Lord. Bwana asifiwe. So hii ni siku ambayo ilikuwa ni kupiga tu tarumbeta. Na hizi tarumbeta tukirudi in the Old Testament, tuko kwa Old Testament already. Tukiwa katika Old Testament, hizi tarumbeta zilikuwa aina 2. Kulikuwa na ile ya the horn of a ram, ile pembe ya kondoo, na pia Musa alikuwa ameambiwa tengeneza ingine ya metal. Bwana asifiwe. So kulikuwa na ile ya pembe ya kondoo na kulikuwa na ile yenye ilikuwa metallic. So ikifika hii siku ya kwanza of the 7th month, it was a day of blowing the trumpets. Hii yani kila wakati penye mmekani kupiga tutarumbeta. Bwana asifiwe. Mwenye ako na ile ya kondoo, mwenye ako na ile ya chuma. So it's just blowing the trumpets. Yani tunakuja tu hapa na kitu yenye tunafanya ni kupiga tu hizo tarumbeta. Bwana asifiwe. Leviticus 25 inaleta another dimension of the Sabbath year. Bwana asifiwe. Another dimension of the Sabbath year. Kwamba mwaka ule wa Sabato wenye ilikuwa inatakani upande chochote. Kulikuwa na utofauti kiasi on this first day of the 7th month. Mwaka wa Sabato ilikuwa kwamba the trumpets are blown mpaka ile siku ya the 10th day of the year. So inapopigwa hivyo, mnajua kwamba huu mwaka ni wa Sabato. Praise God. Is the year of the Lord. Leviticus 25. The Lord said to Moses at Mount Sinai, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I'm going to give you, the land itself must observe a Sabbath to the Lord. For 6 years sow your fields, and for 6 years prune your vineyards and gather their crops. But in the 7th year, the land is to have a year of Sabbath rest, a Sabbath of the Lord. Do not sow your fields or prune your vineyards. Do not reap what grows of itself or harvest the grapes of your intended vines. The land is to have a year of rest. Tukisonga Leviticus, na hata kabla hatujasonga hapa ni kwamba in addition to the land having a year of rest, hii pia ni mwaka ambayo kama ulikuwa na slave, you release the person. Bwana asifiwe. Na wale watu ilikuwa ni kwamba a slave ilikuwa ni mtu mwenye labda ulikuwa umemkopesha pesa na ameshindwa kulipa. So anasema sina uwezo wa kulipa, waacha nikuje nikufanyie kazi. Ama mtu anasema sina uwezo wa kufanya hii, waacha nikufanyie kazi ili unilipe niweze kufanya hiyo. So ilikuwa kwamba ikifika mwaka wa 7,
huyu mtu ni lazima ufanye nini? Umwachilie. Bwana asifiwe. Huyu mtu muachilie aende huru. So atakufanyia kazi ya maximum of 6 years. Mwaka wa 7 muachilie. Hii ndiyo mwaka ambayo tunaambiwa kwamba pia madeni yalikuwa yasamehewe mwaka wa 7. Kama mtu alikuwa na deni yako, amekaa na hii deni na ifike mwaka wa 7 hajakulipa, unaachilia ile deni, inafanya nini? Inaenda. Bwana asifiwe. Unasema hiyo deni nimekusamehe. So kama niko na deni yako, nitahakikisha nimekaa miaka 6 sijalipa, ndio nasema isimesha miaka 6. Lakini hiyo si Ukristo. We are also told that we need to pay our debts. Bwana asifiwe. So hii ilikuwa ni mwaka wa kuachilia the captives, to set the captives free, to set the slaves free. Mwaka wa kusamehe madeni. Unaposonga chini kwa Leviticus 25, tunapata mwaka ingine ambayo ni the year of Jubilee. Bwana asifiwe. Na hii ni baada ya miaka 49. Mwaka wa 50, so inakuwa kwamba si madeni peke yake yanaachiliwa, si slaves peke yao ndio wanaachiliwa, hata mashamba. Kama ulikuwa umeuza ancestral land, ikifika hii the 50th year, mwenye ulikuwa unamuuzia anafanya nini? Anakurudishia. Bwana asifiwe. So ilikuwa kwamba hauwezi uza shamba milele. Kama uliuza imebaki miaka 10 kufika the 50th year, huyo mtu atakaa tu kwa hiyo shamba miaka 10. Ikifika hiyo mwaka wa Jubilee, ni lazima akurudishie hiyo shamba. So the Sabbath year and the Jubilee year, it was a year of restoring what was lost. Praise God. So kumaanisha wakati tarumbeta zinapigwa, kwa sababu kulikuwa na utofauti wa kupiga tarumbeta mwaka wote ule na kupiga tarumbeta mwaka wa 7 ama mwaka wa Jubilee. Kwamba mwaka wa 7 tarumbeta zinapigwa mpaka siku ya atonement. So wakati hizi tarumbeta zinapigwa, yule mwenye alikuwa enslaved anasikia ni kwamba ni tarumbeta zenye zinamwachilia huru. Anajua hizi zimepigwa, hizi ni za kuniachilia huru. Mwenye alikuwa ameununua shamba anajua kwamba hizi tarumbeta ni lazima nirudishe shamba. Mwenye alikuwa na deni anajua sasa saa hizi mimi nimesamehewa deni. Mwenye alikuwa ameuza shamba anajua sasa hizi tarumbeta zinapigwa kurudisha shamba. Bwana asifiwe. So ilikuwa ukisikia zile tarumbeta kwa yule mwenye alikuwa enslaved, mwenye alikuwa slave, zilikuwa ni za tarumbeta za uhuru. Bwana asifiwe. Yani ikipiga hivi unasikia sasa ni uhuru wangu ndio huu umefanya nini? Umekuja. Lile shamba mtu alikuwa ameuza anasema sasa uhuru umefanya nini? Umefika. Praise God. And this is the Feast of Trumpets. Tarumbeta ilikuwa zipigwe hiyo wakati. Na hizi tarumbeta, unajua wakati ule ilikuwa ni communication. Kwamba unapiga tarumbeta, na hizi zilikuwa zinapigwa kucommunicate ni mwaka gani, kama ni mwaka wa Sabato ama ni mwaka wa kawaida, kama ni mwaka wa kuachilia watu huru ama sio wa kuachilia watu huru. Na pia tarumbeta zilikuwa zinapigwa wakati wa vita. Bwana asifiwe. Wakati wa vita pia ilikuwa inapigwa, unajua sasa saa hizi ni wakati wa vita. Na hii inanikumbusha kuna wakati tulikuwa na clashes kule penye tunaishi nyumbani. Kulikuwa na clashes. Na hiyo ndio ilifanya nikaanza kuassociate. Wakati ule nilikuwa nasikianga tu zile pembe zikipigwa, najua ni sherehe. Sababu kuna zile sherehe wanapiga hizo pembe. But hiyo wakati wa vita ilikuwa hata watu walikaa tu kwa mkutano wakasema sasa kuanzia leo tusipige hizi pembe wakati wote ule. Piga tu tarumbeta wakati adui anafanya nini? Anashuka. Na kuna wale watu walikuwa wanakaa karibu na mpaka. Wakahakikisha wakaambia kila mtu ni lazima ukue nayo. Na ni lazima utembee nayo. Hata kama uko nayo si uache nyumbani, cause nikapembe kadogo na mwambie weka kwa koti. Tembea nayo kila wakati. Ukiona adui wanashuka, sababu penye naishi ni mlimani na wenye tulikuwa tunapigana nao wanaishi mlimani. So ilikuwa kwamba akiona wakiteremka, yeye kazi yake anapiga
hiyo pembe. Na ilikuwa inaenda mbali, na masharti ingine ilikuwa kwamba ukisikia hiyo, kama ni mwanaume pia alikuwa ameambia usiwahi tembea hata kama mnaenda ugeni, tembea na panga. Usitembee tu naenda ugeni bila silaha, tembea nayo. Ukisikia usirudi hata nyumbani, wewe kazi yako ni kwenda front line. Wamama wakisikia ni kuchukua watoto kutoroka. Vijana wenye ni umri yenye ni si ya kupigana, lakini pia si wadogo sana, ilikuwa ukisikia kazi yako ni ng'ombe, chukua ng'ombe enda nazo. So kulikuwa na mahali penye ilikuwa ng'ombe zikutanie, mama na watoto. Alafu wazee ilikuwa ukikutana na wewe unatoroka, wewe ni adui. Pia wazee ni front line. Huku kwingine opposite, achia wa mama na watoto. Na hata si pia tulikuwa tumeambiwa, cause mimi nilikuwa kwa ile category ya kutoroka na ng'ombe. Kwa wametuambia hata kama uko malishoni na usikie hiyo, usikuje na ng'ombe nyumbani, endea tu huko ukiendanga. So hiyo ndio nikaanza kusikia kumbe hizi pembe zinaweza communicate. Yaani wakati napigwa unapata watu wanafanya vitu zenye au kutarajia. So hizi pia zilikuwa zinapigwa wakati wa vita, na pia zilikuwa zinapigwa wakati wa sherehe kama hii ya Feast of Trumpets. Bwana asifiwe. So ilikuwa ikipigwa kwa yule mwenye ako enslaved. It is joy that at last ile mzigo yenye nimekuwa naye imeniondolea. Wakati zinapigwa, it was joy kwa yule mwenye alikuwa na deni, kwamba ile deni sasa mwaka huu vile nimesikia hizi tarumbeta, it is over, deni limesamehewa. Bwana asifiwe. Tukiingia katika kitabu cha Revelation, tunaambiwa kwamba there are angels who are preparing to sound the trumpets. Na wako wangapi wenye wamesoma Revelation? How many angels? Hebu tuingie katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Revelation chapter 8 kuanzia verse 6. Then the seven angels who had the seven trumpets prepared to sound them. So they prepared to sound the trumpets. The first angel sounded his trumpet. So tunaambiwa what happened after sounding of that trumpet. The second angel sounded his trumpet, in verse 8. Verse 10, the third angel sounded his trumpet. Verse 12, the fourth angel sounded his trumpet. Revelation 9 verse 1, the fifth angel sounded his trumpet. So tunaambiwa until the seventh trumpet is sounded. Bwana asifiwe. Na wakati the seventh trumpet is sounded, tunamuona Kristo akifanya nini? Akishuka. Praise God. So these trumpets as they are blowing, kwa yule mwenye ako kwa familia ya Kristo, anajua kwamba these are the trumpets of salvation. Dhambi zetu zote zinakuja kusamehewa. Bwana asifiwe. Ile yote ambayo tulipoteza tunakuja kurejeshewa. Ile tulipoteza from the Garden of Eden, wakati mwanadamu tulianguka, we lost. Bwana asifiwe. We were driven out of the Garden of Eden. But these trumpets as they are blowing, they are trumpets of salvation to us. Kwamba ile tulipoteza inakuja kurejeshwa. Ile madeni yenye adui anadai tuko nayo na yeye inafanya nini? Inasamehewa. Praise God. So these are trumpets of salvation to us. But kwa wale wenye hawako kwa hii familia, they are not part of this family, they are trumpets of woe to them. Bwana asifiwe. Yani imagine hata kama ilikuwa ni ile mwaka wa 7 na wewe ndio ulikuwa unafanywa kazi na these slaves. So the slaves are celebrating that at last we are free. But wewe unasononeka moyo, unasema sasa hawa wakienda ni nani atakayenifanyia hii? Bwana asifiwe. Mwenye deni wakati deni linasamehewa anasherehekea. Wewe mwenye nitakana ulikuwa na dai ile deni, inakuwa hasa unasema hasa hii pesa yangu ikaenda tu hivi. Bwana asifiwe. So these are also trumpets of war kwa wale wenye walikuwa na enslave the family of Christ. Kwamba now your time is up. Rejesha what you stole. Your time is up. Rejesha what belongs to those who belong to the family of Christ. Bwana asifiwe. So these are the trumpets of salvation to us, and they are trumpets of war
to them. But sasa swali inakuwa kwamba when will this happen? Kwa sababu hizi zingine zenye tunaambiwa kwa Old Testament, they were not angels who are blowing those trumpets. Walikuwa wameambia ni Aaron and the sons ndio walikuwa na blow the trumpets. But kwa Revelation wanatuambia now it is no longer Aaron and the sons blowing. They are the angels who are blowing these trumpets. So ile ya Aaron ilikuwa tu ni mfano of what will come to happen. Kwamba hii ilikuwa inafanywa na wanadamu, but yenye nakuja, the fulfillment aspect of it haitafanywa na wanadamu, but it will be done by the angels. Bwana asifiwe. Haitakuwa tena ni pembe ya kondoo mwanadamu ana. Hii ilikuwa tu ni mfano kwamba as you blow this, prepare, there is a day that the angels will do it. Na wakati the angels are doing it, it is now the fulfillment of it. Inakuwa kwamba sasa mambo imeisha. Praise God. So kama ni kwa mwaka, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, ni lini haswa ambapo hizi trumpets zinaweza anza kuwa blown? Itakuwa wakati wowote, or zitaanza ile siku ya the Feast of Trumpets? And remember, tumeambiwa hapa kama ni siku kama ni mwaka wa Bwana, hizi trumpets hazikuwa zinapigwa tu siku moja, zilikuwa zina extend. Bwana asifiwe. Ndio yoyote asiseme kwamba sikujua ni mwaka wa Bwana, asikose kurudisha shamba kwa sababu anasema sikujua. Hizi zitapigwa kwa njia tofauti. Praise God. So hapo inakuwa kwamba tunajiuliza, when these trumpets will blow, which day will it be? Na je, tutajua maana yake? Bwana asifiwe. Ama tutakuwa pia tunajiuliza na nini inaendelea? Sababu ni jambo ambalo hatujaisikia, hatujaiona. Ndio wote tunaona watu wakiblow the horns, but yao ni wanadamu tu. Mtu ana blow the horns but ni mwanadamu. Siku hizi kuna ile inaitwa vuvuzela, mtu anapiga vuvuzela lakini ni mwanadamu. But ifike tu mahali we hear a trumpet na haipigwi na mwanadamu, inapigwa na the angels, will we know there is now time for our salvation? Ama tutajua? Itakuwa ni kujiuliza na ni nini inaendelea. Bwana asifiwe. Wakati Roho Mtakatifu alishuka, watu hawakujua ni nini kinaendelea, mpaka Peter akawaambia, sikilizeni, wacha niwaeleze ni nini kinaendelea. Praise God. So kwa wale ambao watakuwa part of the family na wamepokea the double portion, when they will blow, they will now say, listen, this is now the time for our salvation. Sikizeni. Bwana asifiwe. And that is about the Feast of Trumpets. Ni lini itakuwa kuja kuwa fulfilled, I don't know. But when it will be fulfilled, will we know? Praise God. Na siku ile itaanza, tutajua ni wakati gani? Musa kwa Psalms anaambia Mungu kwamba tufunze jinsi ya kuhesabu siku. Maana gani? Siku jinsi ya kuhesabu zimekuwa corrupted. Daniel anasema kwamba the enemy will change the times. Zimekuwa corrupted mpaka hatujui ni mwaka gani ndio, mwezi gani ndio ya kwanza, mwezi gani ndio ya saba, mwezi gani ndio ya mwisho. Hatujui the beginning of the day and the ending of the day. Hatujui the beginning of the month and the ending of the month. Bwana asifiwe. Tunaweza shangaa but tunajua mwezi wa 10 unaanza siku gani? Mwezi ya 10 itaanza Wednesday. But kwa Mungu hii itakuwa mwanzo wa mwezi. Bwana asifiwe. Because that is the timing of man. But what about the timing of God? Kwa sababu kwa Mungu alituambia kwamba jua na mwezi, they will show us the seasons. Praise God. So mwezi inaanza wakati mwezi imetokezea. Haijalishi ni tarehe ngapi. Kwa Mungu sasa hiyo mwezi imefanya nini? Imeanza. It is a new moon. Yani vile inaitwa tu new moon. Praise God. So these trumpets kwangu naona they will be blown, they will begin blowing on a new moon. Na mimi nafikiria tu, hii ni mawazo yangu, nafikiria there is a high likelihood they will begin blowing on a new moon of the 7th month, because that is the Feast of Trumpets. But kama ni mwaka wa Bwana, the blowing will continue in the course of the year. Kuna other feasts
Apart from the Feast of Trumpets, kuna the Feast of Atonement, the Feast of Tabernacles. Hiyo labda tukipata nafasi tunaweza iangalia some other time.